فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sauti tamu, nyororo na imara pale isomwapo Qur'an kutoka kwa kijana rahim, karim na mpole Ibrahim Sow haitoweza kusikika tena akiwa mubashara. Dunia itaukosa umbuji wa hali ya juu aliyotunukiwa kwayo pale asomapo Qur'an, bali itabaki kama kumbukizi tu katika video zake mbalimbali alizowahi kurekodiwa. Ibrahim Sow, kijana mzaliwa wa Ivory Coast katika jiji la Abidjan ndani ya mitaa ya Anyama, hatimaye siku ya Jumanne ya tarehe 15 mwezi huu wa 7 ameitika wito wa Mola wake. Huwezi kumtaja Ibrahim Sow Afrika bila kuacha kuitaja taasisi ya Al-Hikma, ambao wao ndio wamemtambulisha kwa wapenzi wa Qur'an, hasa watu wa Afrika ya Mashariki. Alikuja Tanzania kama kijana asiyefahamika na wengi katika mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni, ambapo kwa mwaka alioshiriki 2024 yalikuwa katika mustawa wa mashindano ya Afrika, na yeye ndiye aliibuka kinara katika mashindano yale kwa kushika nafasi ya kwanza. Mwamba wa leo kutoka Ivory Coast, zawadi yake dola za Kimarekani 10,000 sawa na milioni 27 kutoka PBZ. Ibrahim Sow, kijana ambaye maisha yake mafupi ameyaishi na Qur'an, msiba wake umeenda mbali zaidi na kumgusa hadi mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation na dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki, ambaye naye aliweza kuzungumza masikitiko yake juu ya msiba huu. Kifo kimetustua, kimetuhuzunisha, kwa sababu Ibrahim tulimpokea mwaka jana na kuishi naye hapa Dar es Salaam. Katika maajabu ya Ibrahim, alikuwa akiwatangazia wenzake tarehe 15 anaoa, ili hali ndugu zake wanajua hana mchumba, hamna maandalizi ya harusi. Na hatimaye kweli Ibrahim amefariki tarehe 15 mwezi huu wa 7. Hii tunadhani dhana njema kwa Allah, ina maana alikuwa anakusudia kwenda kuoa peponi hurun ain kaamthali lu'lu'il maknun. Nitumie fursa hii kutoa pole kwa familia yake, ndugu, jamaa na marafiki, kama ambavyo pia tumefanya kwa njia ya simu. Kwa niaba ya Al-Hikma Foundation ni waombe Waislamu wote tumkumbuke kwa dua Ibrahim na ndugu wote wa Kiislamu waliotangulia mbele ya haki. Ibrahim Sow alizaliwa miaka 15 iliyopita katika jiji la Abidjan. Ni mtoto wa 4 katika familia yao ya mzee Sow iliyobarikiwa watoto 8. Katika familia yao ya watoto 8, watoto 6 wamehifadhi Qur'an, 3 wa kiume na 3 ni wa kike, akiwemo dada yake aitwaye Asma, ambaye pia aliwahi kuja naye Tanzania alipokuja kushiriki mashindano ya Qur'an. Ibrahim Sow kabla ya mauti alikuwa akiswalisha waumini katika msikiti wa kati uliopo hapo Anyama, Abidjan, na alikuwa akiongoza swala zote za faradhi pamoja na tarawehe katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibrahim Sow alifariki katika hospitali kuu ya Anyama baada ya kuugua kwa muda mfupi sana, kwani maradhi yalianza Jumapili ya tarehe 13 mwezi huu kwa kupatwa na homa, na Jumatatu tarehe 14 alizidiwa, ambapo siku ya Jumanne ya tarehe 15 alitawafu dunia baada ya kutembelewa na Malakul Maut. Alizikwa siku hiyo hiyo huko Abidjan, Anyama. Ibrahim Sow, kijana aliyetunukiwa kipaji cha hali ya juu katika kukisoma kitabu kitakatifu cha Qur'an, alihifadhi kitabu hicho akiwa na umri wa miaka 9 tu. Katika mmoja ya mambo ya kushangaza kwake, Ibrahim alikuwa na ada ya kuwatania jamaa zake kwa kuambia atafunga ndoa tarehe 15 bila kutaja mwezi wala mwaka, na juzi tarehe 15 ya mwezi huu ndio alifariki akiwa na umri wa miaka 15. Enzi za uhai wake, Ibrahim Sow amewahi kushiriki mashindano mbalimbali ya Qur'an katika mwaka ambao alishiriki mashindano ya Al-Hikma Foundation pale kwa Mkapa. Pia alishiriki mashindano ya dunia nchini Malaysia na kushika nafasi ya 2. Jambo lingine la kuhuzunisha, Ibrahim Sow alikuwa ameanza kuhifadhi kitabu cha Shatibia, kitabu cha qiraati chenye beti zaidi ya 1100, ambapo mpaka anafariki alikuwa amebakiza beti 15 tu kumaliza kuhifadhi kitabu hicho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam. Kishki TV, nuru ya dini yako.